Bwana ni mwema wakati wote. Na wakati wote Bwana ni mwema. Basi wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, nipende tena kuwakaribisha katika tafakari ya wakati huu tunapoenda kutafakari na kujifunza yale ambayo yataendelea kutujenga katika siku hizi za mwisho na kuimarisha imani zetu juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Basi pasipo kupoteza muda niwakaribishe tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nafasi ya pekee ambayo umetupatia ili Baba tukaribie mbele zako kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo. Asante umetupatia fursa hii katika jioni ya leo. Baba, tumeitikia wito wako, nasi tunakusihi Baba uzungumze nasi. Tusamehe Bwana pale ambapo tumekuwakilisha vibaya katika maisha yetu, pale ambapo tumeishi kinyume na imani yetu, pale ambapo tumezungumza kinyume na imani yetu. Bwana, tunaomba utusamehe. Yale ambayo tumeyawaza yasiyopatana na wewe, mawazo machafu yasiyokuwa ya utakatifu, Bwana tunakusihi ukaturehemu. Jioni ya leo tunahitaji kuwa na tafakari ya kina tunapohitaji kuisikia sauti yako. Zungumza na moyo wa kila mmoja ambaye amejitoa kusikia sauti hii. Nasi tunaamini ya kwamba tutaisikia sauti yako ikizungumza katika mioyo yetu. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki. Tunaomba kupitia jina lake Yesu. Amen. Amen. Basi niwakaribishe katika tafakari ya jioni ya leo. Tutaenda kuangalia tafakari fupi lakini yenye maana na umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Kabla hatujaanza kuingia kwamba tuone tunajifunza kitu gani na tafakari gani ambayo Bwana anatamani tuisikie katika jioni ya leo, naomba nikusomee sentensi ama nukuu moja inayotoka katika kitabu cha ujumbe kwa vijana. Naomba nikusomee nukuu hii inayotoka katika kitabu hiki cha ujumbe kwa vijana. Wale ambao mnacho kitabu cha ujumbe kwa vijana ni hiki. Sijajua kama kuna nakala za aina nyingine, lakini basi wewe ambaye una nakala ya kitabu hiki cha ujumbe kwa vijana, ninakusihi twende pamoja ukurasa wa 82. Messages to Young People chapter 21. Sura ya 21 na ukurasa wa 82 wa kitabu cha ujumbe kwa vijana. Katika kipengele kinachosema kujitathmini. Kujitathmini. Natamani nisome kitu kimoja hapo, lakini haitakuwa somo kwa kina kuhusiana na hiki ambacho ninatamani kukisoma, lakini naamini tutazidi kujifunza kupitia The Final Warning TV. Siku moja tutaangalia somo ambalo litakuwa ni kwa kina kabisa kuhusiana na hiki kinachoitwa kujitathmini ama self examination. Kwa lugha nyingine tunasema kujichunguza. Katika ukurasa wa 82 kipengele hicho anasema kuna hitaji la kujihoji. Kuna hitaji la kujihoji. Anasema na kujichunguza kwa nuru ya neno la Mungu. Mimi ni mzima au nimeoza moyoni? Anasema je, nimezaliwa upya ndani ya Kristo au bado nina hali ya utu wa kale moyoni, nikiwa na vazi jipya la nje tu? Hayo ni maswali ya kujihoji. Anasema jiandae kusimama katika kizimba cha mahakama ya Mungu na uone kwa njia ya nuru ya Mungu ikiwa bado unayo dhambi yoyote ya siri. Ikiwa bado unayo dhambi yoyote ya siri, uovu wowote, sanamu yoyote ambayo hujaitoa kafara. Narudia sentensi hii. Anasema jiandae kusimama katika kizimba cha mahakama ya Mungu na uone kwa njia ya nuru ya Mungu ikiwa bado unayo dhambi yoyote ya siri. Hilo swali, hiyo kipengele cha kwanza. Dhambi yoyote ya siri. Lakini anasema uovu wowote, sanamu yoyote ambayo hujaitoa kafara. Tuweke wazi hapa, sanamu gani hizo? Sanamu gani hizo? Kitabu ni cha Wakolosai. Tufike hapo, kitabu ni cha Wakolosai sura ile ya 3.
Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 5. Neno la Bwana linasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Huku anatuambia sanamu yoyote ambayo hujaitoa kafara. Tuendelee. Anasema hivi, omba, ndiyo, omba zaidi kuliko ulivyowahi kuomba kabla, ili usibebwe na mafuriko ya hila za shetani. Jukumu gani hilo tunapatiwa? Omba. Omba kuliko ulivyowahi. Kama ulikuwa ukiomba mara 10 kwa siku, sasa hivi unatakiwa kuomba mara 20. Kama ulikuwa ukiomba mara 20, unatakiwa kuomba mara 40. Kama ulikuwa ukiomba kila saa, sasa hivi unatakiwa kuomba kila dakika. Lakini hiyo haitoshi. Tunaambiwa na kitabu hiki cha ujumbe kwa vijana, ukurasa wa 60, kwamba malaika waovu wako nyuma yetu wakitufuatilia kila sekunde. Kwa hiyo kama ulikuwa ukiomba kila dakika, sasa hivi unatakiwa kuombaje? Kila sekunde. Sikiliza. Anasema omba, ndiyo, omba zaidi kuliko ulivyowahi kuomba kabla, ili usibebwe na mafuriko ya hila za shetani. Ili kwamba usiendeshwe na roho chafu isiyosikia maonyo. Ili kwamba usiendeshwe na roho chafu isiyosikia maonyo. Kumbe kuna roho ambazo hazisikii maonyo, na hayo maonyo yanatolewa kupitia neno la Mungu, shahidi mwaminifu, shahidi asiyekosea. Anasema hivi, isiyojali, roho isiyojali, isiyosikia maonyo, isiyojali. Anasema na kujishughulisha na mambo ya dini ya kunyamazisha dhamiri yako. Nini jukumu ambalo tunaitwa kulifanya? Kuomba. Kama kuna lugha ambayo ingetumika kwa kupaza sauti zaidi kuwaita watu katika siku hizi za mwisho, ni kuweka maisha ya maombi. Mungu anahitaji watu ambao ni wanaume na wanawake mashujaa katika maombi. Watu ambao watachukulia maombi bora kuliko chakula. Hapo hujanielewa. Mungu anahitaji watu ambao watachukulia maombi ni suala la muhimu kuliko chakula cha kimwili. Na hao ndio ambao watavushwa kwenye jaribu la shetani. Hakuna mtu ambaye atapuuzia maombi katika siku hizi za mwisho ambaye atashinda hata jaribu moja la shetani. Hakuna. Nadhani hujanielewa. Twende kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu, nikusomee, alafu tutafakari nini ambacho Bwana anatamani tukiangalie katika jioni hii. Kitabu ni cha Pambano Kuu, ukurasa wa 429. Hebu twende hapo 429, ukurasa wa Kiswahili, wale wanaotumia nakala hizi. Twende ukurasa wa kitabu cha Pambano Kuu, sura ya 30. Sura ya 30. Wewe ambaye una nakala tofauti, una nakala hii inayotumia, basi nenda sura ya 30 inayosema mitego ya shetani. Lakini kwa nakala hii ni ukurasa wa 431. The Great Controversy, page 520. Aya kwanza anasema hivi, shetani anajua vizuri kabisa kwamba wote wanaoweza kuwaongoza kupuuza maombi na kuchunguza maandiko watashindwa katika mashambulizi yake. Shetani huyo anajua vizuri kabisa, na nitakusomea mtazamo mwingine kulingana na hiki. Yeye mwenyewe anajua, na anajua namna gani. Sikia, wote ambao watapuuzia maombi na kuchunguza maandiko watashindwa katika mashambulizi yake. Hilo shetani analijua. Yeyote ambaye atamuongoza apuuzie tu maombi, kusoma maandiko, atashindwa katika mashambulizi yake. Siku inapita, sijaomba, sijasoma hata Biblia. Nina vitabu vingi vya roho ya unabii, sijagusa hata kimoja. Sikia, anajua kabisa kwamba kama atatuongoza kupuuzia maombi, kama atatuongoza kupuuza kuchunguza maandiko, tutashindwa katika mashambulizi yake. Anasema hivi, kwa hiyo anabudi kila aina ya hila, kila iwezekanavyo kushughulisha sana akili. Kumekuwepo daima kundi linalodai utaua, ambalo badala ya kufuatilia kujua ukweli, wanaifanya dini yao kutafuta dosari au makosa fulani katika tabia za wale wasiopatana nao.
Kwa hiyo ukishindwa kupuuzia maombi, anakupa kitu kingine cha kushughulisha akili. Ili akili, kumbuka ile tunasema the idle mind is a workshop of the devil. Akili ambayo imekaa haitafakari mambo ya Mungu inakuwa ni karakana ya shetani. Ataleta mawazo yake. Ataleta kile ambacho utaanza kuangalia, anasema kutafuta dosari za wale wasiopatana nao. Na bado inaendelea, anasema washitaki wa ndugu kwenye prayer, anasema watu hawa ni watendakazi wa mkono wa kuume wa shetani. Kwenye kitabu cha maombi, naomba nikusomee leo, sitamani kuzungumza kile ambacho kile ambacho hakijaandikwa. Prayer. Tufike hapo, kitabu hiki ni cha maombi. Kitabu ni cha maombi. Wale ambao wanatamani, hivi vitabu ni vya muhimu wapendwa. Usikae tu na vitabu umeviweka kwenye simu, hivyo sio vyako. Sikia. Kwenye hiki kitabu cha Prayer 273 aya ya kwanza. Prayer 273 aya ya kwanza. Anarudia sentensi kama ilivyoandikwa kwenye Pambano Kuu. Lakini kuna sentensi moja ameiweka hapa nimeipenda. Anasema shetani anajua vyema kwamba wote wale ambao yeye anaweza kuwaongoza kwenye kupuuzia maombi na kuyachunguza maandiko watatekwa na mashambulizi yake. Kumbe yeye ndiye anawaongoza. Anawaongoza kwenye kupuuzia maombi, anawaongoza kwenye kupuuzia kuchunguza maandiko, na badala yake ndio utaona ya kwamba leo watu wengi hawana uzoefu wa kuweza kumtumikia Mungu wao wenyewe. Hawawezi kuongoza kumwabudu Mungu wao wenyewe. Badala yake wanategemea imani, wanaabudu kwa kuegemea kwenye mabega ya imani za watu, imani za wachungaji, imani za wazazi, za wazee wa kanisa. Hawa ndio shetani anaongoza, kwa sababu anawaongoza kupuuzia, moja, maombi, lakini mbili, kuchunguza maandiko. Yote haya anaongoza. Kwa hiyo akikuongoza katika hatua hiyo, utauchukulia kile ambacho ni sahihi ukakiona ni kibaya. Kwa sababu gani? Hakuna maombi, hakuna kuchunguza maandiko, lakini zaidi ya yote hakuna kujioji. Lazima tujioji wapendwa. Je, mimi ni mzima au nimeoza moyoni? Sio kusema mchungaji fulani, si kiongozi nani, si papa. Mimi ni mzima ama nimeoza moyoni? Je, kweli nina upya wa Kristo ndani yangu? Ninaweza kuimba kwa ujasiri, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Je, ninao ujasiri wa kusema hivyo? Sikia. Anasema hivi: kwa hivyo yeye huvumbua kila nyenzo inayowezekana ili kushughulisha na kuiteka akili. Kwa hiyo moja, anataka kushughulisha na kuiteka akili kwa mambo ambayo sio ya Mungu. Hapa sikiliza kwa makini. Akili aiteke kwa vitu ambavyo sio vya Mungu. Sikia. Anaendelea kusema, daima kumewahi kuwa na tabaka la watu wanaokiri kumcha Mungu, ambao badala ya kufuata ili kuijua ile kweli, wanaifanya dini yao kuwa ni ya kutafuta kasoro fulani ya tabia au makosa fulani ya kiimani kwa wale ambao hawakubaliani nao. Hao ndio wasaidizi wa mkono wa kulia wa shetani. Ona sentensi hiyo. Anasema hao ndio wasaidizi wa mkono wa kulia wa shetani. Watu gani? Wanaokaa kutafuta dosari tu, pasipo kujichunguza, self examination, pasipo kujitathmini. Je, mimi ni mzima ama nimeoza moyoni? Sikia. Anasema hivi: washitaki wa ndugu si wachache, na daima wapo kibaruani wakati Mungu anapofanya kazi na watumishi wake wanaomtolea ibada ya kweli. Wataweka rangi ya uongo juu ya maneno na matendo ya wale wanaoipenda na kuitii kweli. Wataweka rangi gani? Rangi ya uongo juu ya wale ambao wanapenda na kuitii kweli. Kumbuka kwenye kitabu cha Pambano Kuu tumeambiwa roho ile iliyowachochea wakuu wa makuhani 494, roho ile ambayo iliwachochea wakuu wa makuhani itajirudia leo. Anasema moja, walikuwa wakijigamba, wakifurahia dini yao, wakijitukuza dini yao na kukejeli uchache, umaskini na kukosa maarufu. Noti hivyo vitu mpendwa mtazamaji. Anasema wakikejeli uchache, umaskini na kukosa maarufu kwa wale walioitetea ukweli iliyowafanya wajitenge na ulimwengu.
kundi litakuja kutetea. Anasema hiyo roho ambayo iliwachochea wakuu wa makuhani itakuja kujirejea leo. Sikia, tuendelee. Anasema hivi, wataweka rangi ya uongo juu ya maneno na matendo ya wale ambao wanaipenda na kuitii kweli. Anasema watawashutumu watumishi wa Kristo walio waaminifu zaidi. Watawashutumu watumishi wa Kristo walio waaminifu zaidi, wenye bidii na wanaojikana nafsi zao kama waliodanganyika au wadanganyifu. Jui kama unatafakari hayo maneno, mpenzi mtazamaji. Sikia, haijaisha. Anasema hivi, ni kazi yao moja kupotosha. Hiyo ni kazi yao. Ni kazi yao moja kupotosha nia ya kila tendo la kweli na bora adhimu, kusambaza maneno ya yana na kuibua mashaka katika akili za wasio na uzoefu. Kwa kila njia inayowezekana, watatafuta kufanya kile kilicho safi na cha haki au uadilifu kionekane kuwa najisi, kichafu na cha udanganyifu. Kwa sababu ya nini? Kupuuzia maombi. Kwa sababu ya nini? Kupuuzia kuchunguza maandiko. Nini ambacho natamani tukitafakari leo? Kitu gani ambacho natamani tukiangalie? Hapo nilikuwa naweka utangulizi, lakini naweza ngakusomea kusomea sentence moja kutoka kwenye chapisho hili la Review and Herald. Kwenye chapisho la Review and Herald Julai 30, 1901. Julai 30, 1901, paragraph ya 6. Anasema there are men who neglect self-examination. Anasema kuna wengi ambao wanapuuzia kujichunguza. Kuna wengi ambao wanapuuzia kujitathmini. Kuna wengi ambao Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili, tufike hapo. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili sura ya 13. Wakorintho wa pili sura ya 13 na mstari wa 5. Sikiliza. 13 mstari wa 5. Anasema hivi, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Anasema hivi, jithibitisheni wenyewe. Hamjui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Mtume Paulo anatuambia jijaribuni wenyewe. Examine yourself that Christ dwells in you. Examine yourself. Sikia, anasema this neglect is positively dangerous. Anasema upuuziaji huu, uzembe huu ni hatari kwa kiasi kikubwa. Upuuziaji gani? Upuuziaji wa kukosa muda wa kujichunguza, kujitathmini, kujitafakari, kujioji. Christ's object lesson anasema kunatakiwa kuwepo kujikosoa kwa ukaribu kabisa. Paul Soul Collection anasema ni afadhali kujua kosa moja la kwangu, kosa moja la kwako, kuliko kujua makosa 10 ya ndugu yangu. Unaweza ukatafakari. Na unajua kwa nini Mungu anatuita katika kazi hii, hasa katika siku hizi tunazoishi? Tunaishi katika wakati ambao kama Waadventista wa Sabato tunaenda kwenye wakati ambao, kumbuka niliwaambia na kupitia neno la Mungu linatufunulia wazi, jaribu la Muadventista msabato ni kubwa kuliko la wale wa ulimwengu, kwa sababu sisi tunatakiwa kupita katika kipimo ambacho ulimwengu hawatapitishwa kwenye kipimo hicho. Kipimo gani? Kipimo cha kuishi mbele za Mungu pasipo kuwa na mpatanishi. Twende pamoja. Anasema the example of those who receive the words of God to give to the people as a powerful influence. Anasema mfano wa wale ambao wanapokea neno la Mungu na kuwapatia watu una ushawishi mkubwa. Watu gani hao? Wahubiri. Watu gani hao? Ministers, wainjilisti, wachungaji. Anasema mfano wao una ushawishi mkubwa kwa watu, uwe ni kwa wema au kwa ubaya. Anasema unless they are sanctified, isipokuwa wametakaswa, by the truth they profess to believe, kupitia kweli wanaodai kuiamini,
they will raise their converts no higher than their oil law standard. Anasema hivi, watawainua waongofu wao watawainua waongofu wao kwa kiwango ambacho ni cha chini kama alivyo wao. Linganisha na ile Testimonies for the Church, volume ya 2 ukurasa wa 267 inayosema wanaume na wanawake wanaishi katika saa yao ya mwisho ya kufungwa kwa mlango wa rehema, lakini hawajali na bado ni wapumbavu, na wachungaji hawana nguvu ya kuamsha, wao wenyewe wamelala. Anasema wachungaji waliolala wanawahubiri washiriki waliolala. Nini anachokileta hapa? Anasema hawataweza kuwainua watu katika kiwango cha juu zaidi ya kile walichonacho wao. Twende pamoja. Anasema it is a seldom that a people rise higher than the minister. Ni ajabu na ni muujiza kwamba muumini awe na kiwango cha juu kuliko mchungaji. Wengi wanamtazama mchungaji kama ndiye kiwango, kama ndiye kielelezo, kama ndiye kipimo. Na Mungu ameweka wazi kwamba mmefanywa kuwa tamasha kwa ulimwengu, kwa wanadamu na kwa malaika. Ulimwengu lazima utatuangalia, malaika wanatuangalia, na watu wanatuangalia. Tumefanywa kuwa barua, watu wamsome Kristo ndani yetu kupitia uzungumzaji, kupitia maisha, kwa mfumo wa maisha kwa ujumla. Ni lazima ulimwengu usome kwamba maisha ya Kikristo yanapaswa kuaje. Kumbuka na kujengea msingi kwa tafakari tu ndogo ambayo tunaenda kuiangalia kwa masomo ambayo tutazidi kujifunza. Sikia, anasema hivi, his ways, his words, his faith, his piety. Anasema njia zake, maneno yake, imani yake, uchaji Mungu wake are looked upon as a sample of what the people should be. Anasema maneno yake, maneno ya nani? Maneno ya mchungaji, maneno ya mhubiri, maneno ya yule anayebeba jina la Kristo, matendo yake, njia zake, nini kingine? Imani yake. Imani yako itaangaliwa na watu. Sikia, anasema imani yake na uchaji Mungu wake utaangaliwa na watu. Anasema unatazamwa kama sample. Sample ni nini? Mfano. Yaani mkipewa kazi ya kufanya, ambia wote mfanye kwa kiwango hiki. Hii ndio sample. Hii ndio sample. Kwa hiyo ministers ama mhudumu yeyote kwa nafasi yoyote aliyokuepo, katika kuhubiri kwa hadhara, katika kuhubiri nyumbani, katika kuhubiri mahali popote ulipowekwa na Mungu, kwamba unawekwa kuwa sample. Sample ya nini? Anasema as a sample of what the people should be. Mfano wa kuonyesha watu wanapaswa kuwaje. Anasema if the people follow the example of the one who was taught them the truth. Anasema kama watu watafuata mfano wa yule aliyewafundisha wao kweli, anasema they think they are doing their duty. Wanafikiri kwamba wanatenda wajibu wao. Anasema mchungaji mbona ndo anatufundisha hivi? Ndivyo watu wanasema. Wao akikutana na kikwazo mara atasema hapana, mchungaji amenifundisha hivyo. Nimemuona mchungaji mimi mwenyewe yuko kwenye meza anakula mishikaki. Utamzuiaje? Mchungaji tumekula naye, tena yeye ndo amenunua, amelipia yeye. Sikia, anasema hivi, let the minister make the actions of each day a subject of careful thought. Anasema that he may know himself. Hebu mchungaji haweke kila tendo, haweke matendo katika matendo ya kila siku kama somo la uangalifu, somo la kutafakari, ili aweze kujifahamu yeye mwenyewe kwamba mimi mwenyewe nipoje. Tunarudishwa kule kwenye self examination, kujichunguza. Na hili somo ndilo litakuwa tiba ama suluhisho kwa changamoto zote zinazolikabili kanisa, changamoto zote zinazoikabili kila familia katika ulimwengu huu. Kumbuka ya kwamba kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 485 tunaonyeshwa wazi kabisa mpango wa shetani katika siku za mwisho. Mpango wa shetani katika siku za mwisho, anasema shetani anatenda kazi katika familia. Kwa nini? Anajua uamsho wa kweli
hautawezekana. Uamsho wa kweli haitawezekana ikiwa hakutakuwa na uamsho katika familia. Kwa hiyo nadhani shetani ataanza kung'oa mti kwenye matawi? Hapana. Ataenda kwenye mzizi, ataenda kuweka chumvi, atachimba shimo kwenye mti wa mwembe, kwenye mti ambao unazaa matunda, atachimba shimo, ataweka chumvi, anaweka na maji ili kufanya ule mti ufe. Hawezi kuweka eti amwagie chumvi kwenye juu ya matawi. Atajua kabisa hii chumvi itadondoka, haitafanya kitu. Lakini atachimba kwenye mzizi. Kwa hiyo nini ambacho kinahitajika? Self examination katika kila nyanja ambayo tumeambiwa kwenye somo la lililopita, lile la Charlie Kirk, ambao tutazidi kuendelea. Uamsho na utauwa wa kweli Mungu ameuahidi utatokea kuanzia makanisani, lakini makanisa kamwe hayatakuwa na uamsho wa kweli kusipokuwa na uamsho nyumbani. Ikiwa nyumbani hakuna ibada ya maombi, hakutakuwa na maombi kanisani, kwa sababu wanaokuja kanisani ndio hao wanaotoka nyumbani. Kama nyumbani hakuna maombi, au kuna maombi tu ya kuvizia asubuhi na jioni, tena maombi tu ambayo ili mradi tu malaika wasione tumeenda kulala bila kupiga magoti. Uamsho, sikia, anasema hivi, let the minister, anasema by a close scrutiny of the daily life, let him seek to understand his motives and the principles underlying them. This review of words and action is necessary to all who wish to reach perfection of Christian character. Sikiliza hii sentence ya mwisho, anasema this review of words and action is necessary to all who wish to reach perfection of Christian character. Anasema tathmini hii ya maneno na matendo. Natamani nisome hapa kwenye kitabu cha nitaisoma. Hata tukitafakari hiki mpaka mwisho hakuna shida. Anasema tathmini hii ya maneno na matendo ni ya muhimu kwa wale wote wanaotamani, kama unatamani, kwa wale wote wanaotamani kufikia ukamilifu wa tabia ya Kikristo. Kumbuka tumeona hilo ndilo pambano linalomsubiri kila Mwadventista msabato. Perfection of Christian character. Na ni lazima, kama tunatamani kuvuka kwenye jaribu linalokuja, hilo ni lazima. Perfection of Christian character, kuanzia mawazo, kuanzia maneno, kuanzia kuja katika matendo. Lazima tufikie hatua hiyo. Anasema kama tunahitaji kufikia hatua hiyo, this review, tathmini hii ya maneno, tathmini ya matendo ni ya lazima. Ni ya lazima kama tunatamani, if we wish to reach the perfection of Christian character. Tufike kwenye pambano kuu. Twende kwenye pambano kuu, ukurasa wa 403. Wewe mwenye nakala hii ni ukurasa ule wa 403, sura ya 28. The Great Controversy, page 486, 487. Sikiliza. Anasema hivi, ni aya ya pili kwa wewe mwenye nakala hii, ukurasa wa 403. Anasema kwa kadiri sifa za sura ya monekano wa uso zinavyonakiliwa kwa usahihi bila kukosea katika pleti ya msanii iliyonakishiwa, ndivyo pia tabia inavyoelezwa kinaganaga katika vitabu vya mbinguni. Sikia, anasema hata hivyo ni wasiwasi kidogo kiasi gani inayoonyeshwa kuhusiana na kumbukumbu hiyo itakayokabiliana na uchunguzi wa viumbe wa mbinguni, yani pamoja na kwamba tutakaguliwa kinaganaga, lakini mjumbe wa Mungu anasema ni wasiwasi mdogo kiasi gani tunaonyesha, kana kwamba hakuna hiyo kazi. Sikia, kama pazia lingeondolewa linalotenganisha ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana, na wana wa wanadamu wakatazama jinsi malaika anavyoandika kila neno na kila tendo, every word, every action. Yani kila neno likitamkwa tu linaandikwa, kila neno likitamkwa tu linaandikwa, kila tendo likitendwa tu linaandikwa. Sikia, anasema ambalo ni lazima wakutane nalo tena katika hukumu. Ni maneno mengi kiasi gani ambayo yanatamkwa kila siku yangebaki bila kutamkwa. Unaweza kufikiria nimetamka maneno mangapi tangu asubuhi? Hiyo ndio tathmini ya kukaa nimefika jioni. Ujumbe kwa vijana.
Anasema imefika jioni, ninakaa nawaza nimefanya nini kwa ajili ya Kristo. Hilo ni swali la kujiuliza kwamba katika siku iliyopita tunafika katika siku hii, siku iliyopita inapoenda kukamilika, jua linazama, nimefanya nini kwa ajili ya Kristo? Je, maneno yangu yalimshuhudia Kristo ama yalimshuhudia shetani? Je, matendo yangu yalimshuhudia nani? Hiyo ndiyo tunaambiwa tathmini, review, self examination. Sikia. Anasema ni maneno mengi kiasi gani na matendo mengi kiasi gani ambayo yametamkwa tu kwa kukurupuka, yangeachwa bila kutamkwa. Sikia, anasema ambalo ni lazima wakutane nalo tena katika hukumu. Ni maneno mengi kiasi gani ambayo yanatamkwa kila siku, yangebaki bila kutamkwa. Na ni matendo mengi kiasi gani yasingetendwa. Anasema utumiaji wa kila kalama utachunguzwa kwa makini sana, na katika hukumu kwa makini katika siku ya hukumu. Hiki ndicho ambacho nitamani kukisoma. Nini ambacho tunaambiwa katika self examination? Yaani tunapofikia hatua hiyo, ndipo utakapojiona ni namna gani wewe ni mbaya, ni namna gani wewe ni dhaifu, ni namna gani wewe unamhitaji Kristo. Lakini kama muda wote we have no time for self examination, hautaona kama unakosa. You shall never see your faults. Hautaona kama una tatizo, utaona. Na hiyo ni hatari zaidi. Reverend Herald anatuambia kila Mkristo anaweza kukosea. Hakuna mtu hata mmoja kwa ujasiri akasimama akasema I cannot sin, kwamba mimi siwezi kufanya dhambi. Hayupo hata mmoja. Kwa hiyo nini? Baada ya kurudi na kujitathmini, baada ya kufanya kujichunguza kwa kina na kwa uangalifu, kuangalia kila neno ambalo nimelitamka since morning until evening, tangu asubuhi mpaka jioni. Je, haya maneno ambayo nimeyatamka leo ni mangapi ambayo yameleta nguvu, yamejenga tumaini na yametia moyo watu wengine? Kwa sababu tumeambiwa kwa maneno yetu tunatakiwa moja, tuwatie nguvu. Kwa maneno ninayozungumza moja, tuwatie moyo. Kwa maneno tunayozungumza moja, tuwainue wale ambao wamekata tamaa kumfuata Kristo. Kwa hiyo naanza kufikiria, je, nilichokizungumza tangu asubuhi ni maneno mangapi ambayo yamemtia moyo yule aliyekata tamaa, au ndio yamemuongezea mwendo? Hiyo nitathmini. Kitabu hiki ni cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ukurasa wa 316. Nini ambacho Kristo anatamani kukiona kwa wafuasi wake? 316. Tumaini la Vizazi Vyote. Mbele ya kila Mkristo kuna kikwazo. Na hiyo ndio tafakari ambayo nilitamani tuione, hata kwa ufupi tu, kukumbushana mambo ya muhimu. Inatosha kujua ya kwamba miaka 6,000 inakwenda kuisha na inaenda kuisha. Hakuna ubishi. Ni wale tu ambao tumeambiwa 286 pambano kuwa nasema ni wale ambao hawampendi Mwokozi, ndio wanaotamani abakie huko mbali. Lakini ushahidi wa kuonyesha ya kwamba ulimwengu unaelekea mwisho hakuna wa kupinga, isipokuwa ni yule ambaye hatachunguza maandiko. Hakuna wa kupinga. Ni kweli tunajua miaka 6,000 inaelekea mwisho. Ni kweli tunajua kabisa Sunday hilo vuguvugu lake linaenda kukamilika. Marekani inaonyesha kila kitu cha kuonyesha kwamba inaenda kuisimika sheria ya Jumapili. Sanamu ya mnyama inaenda kutua pumzi ili inene. Haitoshi kujua hayo yote. Lakini swali linakuja, are we prepared? Are we ready? Hebu tafakari leo, chapa ya mnyama ingepitishwa leo. Chapa ya mnyama ikapitishwa leo. Je, kweli ningekuwa katika kundi la maaskari wa Bwana, au ningeiacha imani yangu na kujiunga na askari wa upinzani? Itakuwaje kama sanamu ya mnyama, kama chapa ya mnyama ingepitishwa leo? Lakini ndio unajua sisi ambao tunaenda kwenye pambano hilo, chapa ya mnyama ambao tunaihubiri, tunasema inakaribia kupitishwa. Lakini bado madai ya shetani, kumbuka kwenye PK,
PK sura ile ya 47 kwenye lawama ambazo shetani ataziweka juu ya wale ambao wanampenda Mungu, akimlalamikia Kristo kwamba hawa watu hawafai kuokolewa, hawafai kupewa rehema zako. Anasema angalia, waliyajua kweli sheria zako, lakini je, wametunza kanuni zake? Angalia jinsi wanavyochukiana wao kwa wao. Hawa ni wanabatengeneza, lakini angalia wanachukiana. Hawa ndio wanakuja mbinguni. Hawa ndio naambia waje. Hebu angalia. Yaani wakikutanishwa na matengenezo 100, hapo ni kana kwamba ni uwanja wa mpira. Ni vurugu za kutosha, za maneno, fujo. Unawaza kama hawa watu wakichukuliwa waende mbinguni, hivi mbingu ya namna gani hii? Na hapo tunaenda kwenye chapa ya mnyama. Bado nimebeba bifu na mtu. You won't be saved. Hautaokolewa. Sina maneno ya kufariji mtu. The Final Warning TV, hayo maneno hayatakuwepo. Tunajifunza ukweli na uhalisia wa maisha ambayo tunatakiwa kuwa nayo, wa maisha ambayo tunatakiwa kuwafikia before the Sunday Law Crisis, kabla ya jaribio la chapa ya mnyama. Inatosha kuizungumzia CBDC, pesa ya kimtandao inakuja. Hakuna atakayezuia. Lakini je, are we prepared? Maisha yetu yanadhihirisha kwamba tumejiandaa kwa ajili ya jaribu hilo, ama tunalizungumza tu kwa mdomo? Sikia. Maisha ambayo tumejifunza kwa karne nyingi, lazima tupite katika njia ile ambayo Kristo alipita. Njia gani? Self denial, self sacrifice. Hizi ni njia ambazo ni lazima tuzipitie, wapendwa. Hakuna Mkristo wa kweli, nataka nirudie, hakuna Mkristo wa kweli asiyejishusha. Huyo sio Mkristo. Mkristo wa kweli, hakuna Mkristo wa kweli asiyejishusha. Hakuna. Twende pamoja. Ukurasa wa 315. Tuanze 315 aya ya kwanza. Anasema hivi, shetani alikuwa anajaribu kumkatisha tamaa Yesu. Na kumgeuza aondoke katika kazi yake. Petro naye, sikia, anasema Petro naye katika upendo wake wenye upofu alikuwa anayapatia majaribu nguvu. Mfalme wa giza ndiye aliyekuwa mwasisi wa wazo lile. Mwanzo wake ulikuwa katika maneno yake. Kule nyikani shetani alikuwa amemwahidi Kristo falme zote za ulimwengu kwa sharti la kuacha njia yake. Kwa sharti la kuacha njia ya kujishusha na kujikana. Hiyo ndiyo njia. Utasoma ukurasa wa 523. Pambano Kuu, sura ya 39. Anasema njia ya kwenda mbinguni imewekwa wakfu kwa nyayo zake. Njia gani? Kujishusha na kujikana. Self denial, self sacrifice. Kujishusha hadhi. Sikia. Shetani alimshawishi, anasema sasa analileta. Sasa alikuwa analeta jaribu lile kwa wanafunzi wa Kristo. Jaribu ambalo alimletea Kristo kule jangwani. Anasema alikuwa akilileta kwa wanafunzi wake. Na nataka nikuambie atalileta tena leo. Atatuwekea mawazo. Anasema hapana, sio wewe. Wewe ndio wakufanyiwa hivyo kweli? Wewe hamna. Kwa hiyo kichwa kinapanda. Na kwa kadiri unavyojiinua juu, ndivyo unavyoshushwa chini. Kwenye ufalme huu, ufalme wa Kristo, sisi lazima tushuke, Kristo ainuke. Shetani atatupandikizia mawazo mengi ya kutufanya tuone, ili ya kutufanya tujiinue. Na anajua kwa kadri tutakavyojiinua ndivyo ambavyo atafurahia kuanguka kwetu. Self denial, self sacrifice. Sikia, anasema analileta jaribu lile kwa wanafunzi wa Kristo. Alikuwa anatafuta namna ya kuelekeza mtazamo wa Petro katika utukufu wa dunia, ili kwamba asiuone msalaba ambao Kristo alimtaka ageuze macho yake na kuangalia huo. Na kupitia kwa Petro, shetani alikuwa anasukumia jaribu lile kwa Kristo.
Kwa hiyo nini ambacho shetani alikuwa akitaka kumjaribu Kristo? Alitaka amtazamishe katika maisha mengine, asitazame msalaba ule ambao amekuja, amejishusha kuja kubeba. Kumbuka ukisoma ukurasa wa 340 ukurasa hii chini yake huko, anaonyesha kwamba msalaba ule ambao kivuli kile cha msalaba, mateso yale yote yalikuwa wazi mbele za mwana wa Mungu. Utasoma sura ya 45 aya ya kwanza. Aliyaona kwa wazi kabisa, lakini hapa shetani alitaka amtazamishe kwamba msalaba ule unaweza kuukwepa na ukashinda mtihani. Kumbe alikuwa anataka amshinde. Na jaribu hilo analileta kwetu leo kwamba mnaweza mkajiinua mtakavyo. Wao mimi hapana. Mimi sio. Unajiinua kwa kadri unavyojiinua, kumbe ndivyo kiwango cha kiroho kinaweshusha. Katika maisha ya Kikristo, yule aliye mnyenyekevu zaidi, aliyekubali kufanyiwa kila tendo la udhalimu, lakini tunaambiwa Yesu alifanyiwa kila tendo la udhalimu, hakuinua sauti yake. Huyo tunapojifunza tunaambiwa ufalme wa Mungu utapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaouteka. Hao wenye nguvu, wapendwa, ni wale ambao watafanywa kuwa wanyenyekevu, watafanywa kuwa wenye maombi, watafanya maisha yao yatatoa kuwa maisha ya kujitoa kikamilifu kwa ajili ya maombi na kuchunguza maandiko. Hawa watapewa nguvu ya kugundua kila hila za mwovu. Watagundua. Wale ambao watatoa maisha yao kwa ajili ya maombi, watafanya kuwa wanyenyekevu, walio tayari kujishusha na kujikana nafsi, kukubali kila neno, kila tendo kwa ajili ya kuwashusha imani yao. Lakini wao wanalia na Kristo. Sikia. Twende ukurasa wa 316 hapa. Anasema hivi: hakuna kujisalimisha kikamilifu kwingine ambako maneno ya Mwokozi yanaweza kuwa yalionyesha kujisalimisha, kujishusha, lakini aliyakubali haya yote kwa ajili yao. Yesu hakupaona mbinguni kama mahali pazuri kwake wakati ambapo tulikuwa tumepotea. Yani aliona ni heri asikae mbinguni. Kristo aliona ya kwamba ni heri asikae mbinguni wakati ambapo mwanadamu alipotea. Mbingu haikuwa sehemu nzuri kwake. Wakati ambapo anaona ino amepotea amepotea kwenye giza la uovu, la kutojua ukweli, giza la uovu, la kiburi na kujiinua na ubinafsi. Mbingu haikuwa sehemu nzuri kwa Kristo. Kwa ajili yangu, nasema kwa ajili yangu, kwa sababu ukisoma kwenye ukurasa wa 365 anasema kila mtu anajulikana kikamilifu kwa Kristo. Shida ya kila mmoja iliugusa moyo wake. Ukisoma sentensi ya mwisho, aya pili, anasema hivi: Mwokozi wetu mpendwa alikuwa tayari kuteseka na kupitia maumivu yale ya Kalvari ili mtu mmoja apate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hivi ni kitu gani cha kunifanya nikate tamaa? Ni kitu gani? Anasema kama Yesu alikuwa tayari, kama Yesu, unaweza ukakaa ukatafakari, kama Yesu alikuwa tayari kupitia maumivu yale tangu anazaliwa kwenye hori la ng'ombe mpaka msalabani kwa ajili ya mtu mmoja, ili hakuna mtu atatoa uzuru. Hakuna mtu atatoa uzuru. Hakuna mtu atakayetoa uzuru kwamba neema ya Kristo haikumtosha kumsaidia. Hakuna atakayetoa uzuru. Kushindwa ama kushinda ni uchaguzi ambao upo kwenye akili ya kila mmoja. Ni namna utakavyoamua nishinde ama nisishinde. Niamue nijiweke kwenye upande wa kushinda ama nishindwe. Lakini mbele yetu kuna vikwazo. Vikwazo kwa kila Mkristo ni lazima utakutana na vikwazo vikali kweli kweli. Kama utaingia kwenye jaribu hili, kwenye pambano ambalo tumejifunza kwenye somo lililopita, pambano linalohatarisha roho, pambano la kutafuta kuwa perfect in Christ, kuwa wakamilifu katika Kristo, kitabia, kuanzia mawazo, maneno mpaka matendo. Sikia, anasema hivi, aliacha nyumba ya mbingu na kuchukua maisha ya kukejeliwa, kutukanwa na kifo cha aibu. Hebu Yesu anatukana, alafu wewe leo unatukana, unaanza kuvimba. Yesu alitukanwa, alikejeliwa, alafu huyu ni mfalme wa mbinguni. Leo unatukana, unakasirika. Sikia,
Anasema hivi, yeye aliyekuwa tajiri katika hazina ya mbinguni ya thamani kubwa isiyohesabika, akawa maskini ili kwamba kupitia umaskini wake tuwe matajiri. Yatupasa tufuate katika njia aliyopita. Kama utachagua njia nyingine, mpendwa, ni kwa ajili ya kuangamia tu. Anasema yatupasa tuchague kupitia katika njia. Petro wa kwanza. Tufike hapo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Petro wa kwanza. Unajua katika wakati tunaishi hatuhitaji kupoteza muda. Tunahitaji kujifunza kile ambacho kitanichukua hatua moja na kunifikisha hatua nyingine. Sikia, Petro wa kwanza 2:21 anasema hivi, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Hapa anatuambia yatupasa tufuate katika njia aliyopita. Njia ambayo Kristo alipita ndiyo ambayo na sisi tunaitwa kuipitia. Upendo kwa watu ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Sikiliza mpenzi mtazamaji, unajua na inafikia kipindi lazima tuone ni namna gani wapendwa sisi sio wa Kristo. Tunafanya usanii wapendwa, tunafanya usanii. Sikia, anasema upendo kwa watu ambao Kristo alikufa kwa ajili yao humaanisha kuisulubisha nafsi. Kumbe kuisulubisha nafsi ni kuwapenda wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Kuwapenda, si kuwachukia. Ndani ya Mkristo wa kweli hakuna chuki. Ninarudia tena, ndani ya Mkristo wa kweli hakuna chuki. Ndani ya Mkristo wa kweli, aidha kwa watakatifu au kwa dhambi, ndani ya Mkristo wa kweli aliyetakaswa kwa neema ya Kristo hakuna chuki kwa mwanadamu yeyote. Nikiwa na chuki ndani yangu zidi ya Mkristo mwenzangu, zidi ya ndugu yangu, zidi ya mtu yeyote, hiyo ni uthibitisho wa kwamba Yesu hayupo ndani yangu. Yesu hayupo ndani yangu. Kama mpendwa kuna mtu unamchukia mpaka leo, hamsemezani, hayupo Kristo ndani yako. Hayupo Kristo. Hakuna Mkristo mwenye chuki. Hayupo. Nairudia tena. Anasema hivi, upendo kwa watu ambao Kristo alikufa kwa ajili yao humaanisha kuisulubisha nafsi. Kuisulubisha nafsi. Na hii ndio njia ambayo Kristo alipita. Kwa kama tutachepuka, tutapita kwenye njia ya shetani ambayo Kristo hakupita. Na hii inatupeleka kwenye shimo la uharibifu. Anasema hivi, yeye aliye mwana wa Mungu anapaswa ajione kama kiungo katika mnyororo ulioshushwa ili kuokoa ulimwengu mmoja mmoja na Kristo katika mpango wake wa rehema, akienda pamoja na Kristo kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea. Yani kila ambaye ni mfuasi wa Kristo ni lazima nijihisi kwamba mimi ni connection, ni kiungo ambacho kimeungwa kutoka kwa Kristo kuokoa ulimwengu uliopotea, kuokoa watu wanaovuta bangi, walevi, wazinzi, wasagaji, wa mashoga. Mimi ndio kiungo ambacho Kristo amekiunganisha kutoka kwake. Kila ambaye anajiona mimi ni mwana wa Mungu, Yohana 1:12, kwa wote walioitwa aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake, ndio wale waliaminio jina lake. Wote ambao wana muungano ulio hai na Kristo ni lazima wajihisi ya kwamba sisi ni connection from heaven with this world. Sisi ni kiunganishi kutoka mbinguni na ulimwengu huu, kutoka kwa Kristo na watu ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Na anategemea kuona roho ile ambayo Yesu alidhihirisha alipokuwa ulimwengu kwa watoza ushuru na wenye dhambi, kwa makahaba. Ile roho ambayo Yesu alidhihirisha kwa watu ambao walidharauliwa kwenye jamii, anatamani kuona roho hiyo ikidhihirishwa ndani ya wale ambao wanasema tunabeba jina la Kristo. Lakini sisi tunabeba jina gani? Tunabeba roho gani? Tunabeba roho gani? Sikia, anasema hivi, Mkristo anatambua daima kwamba amejitoa wakifu kwa Mungu na kwamba kwa tabia yake anatakiwa amfunue Kristo kwa ulimwengu. Mkristo lazima nitambue ya kwamba nimejitoa wakifu kwa Mungu na kwamba kwa tabia yangu nimfunue Kristo kwa ulimwengu. Anasema hivi, kujitoa kafara, huruma,
upendo vilivyodhihirishwa katika maisha ya Kristo vinapaswa vionekane tena katika maisha ya mtendakazi wa Mungu. 1, kujitoa kafara. 2, huruma. 3, upendo. Hakuna Mkristo wa kweli asiye na huruma. Hayupo. Kama sina huruma kwa ajili ya mtu mwenye dhambi, kama sina huruma kwa ajili ya mtu aliyekosea, kama sina huruma kwa ajili ya mwanadamu mwenzangu, hiyo ni kuthibitisha ya kwamba Kristo hayupo ndani yangu. Ninarudia tena kusoma. Anasema hivi, kujitoa kafara, huruma, upendo vilivyodhihirishwa katika maisha ya Kristo vinapaswa vionekane tena katika maisha ya mtendakazi wa Mungu. Hakuna mtendakazi wa Mungu asiye na upendo. Hakuna. Na tunapozungumzia upendo hatuzungumzii swala la miemko. Adventist Home sura ya 7 inatuambia upendo ni tunda ambalo ni tunda la thamani tunalitoa kwa Kristo. A precious gift which we receive from Christ. Ni zawadi ya thamani tunayoipokea kutoka kwa Kristo. Tangu mwanadamu aanguke katika dhambi pale Eden, hakuna mwanadamu mwenye upendo. Hakuna. Wanadamu wote ni wenye chuki, makatili, wafisadi. Hakuna mwanadamu mwenye upendo. Hakuna. Asikudanganye mtu. Yeye aliye na upendo wa kweli ndani yake ni kwa sababu Kristo anakaa ndani yake. Lakini kama Kristo asipokuwa ndani yangu, asipokuwa ndani yako, hakuna mwanadamu mwenye upendo. Sikia, anasema hivi, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Ubinafsi ni kifo. Selfishness is death. Anasema ubinafsi ni kifo. Ubinafsi, dhambi kubwa inayotesa. Tunaambiwa kwenye Helllightings, kama ingeachwa kwa dakika 5 tu, mambo makubwa yangetendeka. Kwa sababu gani? Wakristo wanaoitwa Wakristo katika siku za mwisho ni wabinafsi. Wabinafsi. Na hakuna mbinafsi atakayeenda mbinguni. Hakuna. Kule mbinguni hakuna mtu atakayemiliki kitu. Yeye ambaye atakuwa ni mbinafsi ataenda na roho ile ya kwamba akaende akamilike. Mbia Baba, nikatie kipande hiki haya matunda asiingie mtu. Hakuna mbinafsi atakayeokolewa. Sikia, anasema hivi, hakuna kiungo chochote cha mwili ambacho kingekuwa hai ikiwa kingejifungia huduma chenyewe peke yake. Anasema, kuna sentensi nataka kuisoma hapa. Naruka hapa. Anasema, sisi tu washirika mtu na mtu mwingine. Sisi tu washirika mtu na mtu mwingine. Kwa namna gani? Anasema, na nafsi inayokataa kutoa itaangamia. Itaangamia. Nafsi inayokataa kutoa ni nini? Uchoyo. Ubinafsi. Uchoyo. Hakuna mchoyo atakayeokolewa. Hayupo. Yesu alijinyima wakati fulani chakula awape watu wengine. Sisi tunaweza kufanya hivi? Kristo asipokaa ndani yetu, lazima maisha yetu ndio wakati unafika kwamba nakaa najitathmini. Je, mimi ni mzima? Kweli mimi ni mzima kwa maisha haya? Ubinafsi haupo ndani yangu. Uchoyo haupo ndani yangu. Mimi ni mzima. Je, nina huruma? Ama ninaishi kwa maisha ya kikatili? Nina huruma? Nina upendo kwa wengine? Nini ninachokizungumza? Ni kwa ajili ya kujenga ama kubomoa watu? Piga picha. Unapokutana na mtu analia, utamwambiaje? Hebu acha utoto na wewe. Hivi unamwambiaje ukutana na mtu analia? Nipo tayari kujitoa kafara. Kumbuka, sisi ambao Bwana ametupatia ukweli huu kama Waadventista wa Sabato, tunaitwa kwenye jaribu, lazima tujitoe kafara ili tufe. Na wale ambao hata watashiriki, hata wale watakaoshiriki kwenye kutangaza kilio kikuu, kuwaita walimwengu kufanya uchaguzi wao wa mwisho. Sikia, 498 kuna sentensi pale inasema,
ili miisho yetu wenyewe iwe mizuri na wokovu wa watu wengine hutegemea hatua tunayoipiga sasa. Kwa sababu gani? Hatua ambayo ninaipiga leo itaamua hatima yangu mimi, alafu baadaye wale wanaonifuata ambao wananitazama mimi. Tumeambiwa lazima ulimwengu utatuangalia, watu watatuangalia kwamba huyu Ino anaishije minister, kama minister maisha yake yapoje, tabia yake ipoje, anazungumzaje. Sikia, ili sisi tukubali kujitoa kafara, lazima tufe kwa ulimwengu, tufe kwa mambo ya ulimwengu. Lazima tuizifie nafsi, tufie kiburi, tufie tamaa, tufie kujiinua na ubinafsi, ili tutakapoingia katika kazi ya kutangaza kiroho kikuu, kuwaita watu kufanya uamuzi wao wa mwisho, wakati ulimwengu utakaposema wale wanaotunza sabato, wanaoshika amri zote za Mungu wachague kuuawa ama kuusalimu amri, wale watakaoungana kama Musa alivyofanya, waliosema ya kwamba ni afadhali kuteseka na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika anasa kwa kitambo, wale ambao watakaingia katika hiyo kazi ya kuwaita watu wafanye uchaguzi huo, ni lazima wawe walishakufa, ili waje kuwaita watu wajitoe huenda kwa ajili ya kifo cha kimwili. Kwa hiyo hawa wameshakufa kiroho, wajitoe, wawaite hao ambao watajitoa chini ya tishio la kuangamizwa maisha yao. Lakini sisi lazima tuzishurubishe nafsi, lazima tutumie muda kujitathmini, lazima tutumie muda kujichunguza binafsi. Je, mimi ni mzima au nimeoza moyoni au nimeoza mdomoni? Maneno ninayoyatoa yanatoa harufu nzuri ama harufu ya kitu kilichooza tumboni? Kwa namna mtu anavyozungumza utaona ya kwamba huyu ni mzima ama ameoza. Harufu, na kila neno lao litoa lina harufu. Huenda tutambue, kila neno linalotoka katika mdomo wangu lina harufu fulani itakayo wafanya watu wahisi kitu fulani ndani yako. Je, yangu yana harufu gani? Ama hata ukizungumza paka anakimbia? Ujumbe kwa vijana. Ujumbe kwa vijana, ukurasa wa 89. Kikwazo mbele ya kila Mkristo. Ujumbe kwa vijana, ukurasa wa 109. Mpenzi mtazamaji wa The Final Warning TV, tunapokwenda kufunga, tunahitaji kutumia muda mwingi sana katika wakati huu kujichunguza sisi wenyewe kwanza, kabla ya kwenda ulimwenguni, kabla ya kwenda kumwambia mtu Yesu anaokoa, Yesu anatoa nguvu ya kukusaidia kupata ushindi dhidi ya dhambi, lakini bado mimi sijashinda hiyo dhambi. Inawezekanaje nikamsaidia mtu ashinde kiburi wakati mimi mwenyewe ni mwenye kiburi naye jiinua? Nitamsaidiaje mtu kumwambia uchoyo haufai? Huduma ya yule anayekataa kutoa, anatafuta kujiangamiza, wakati mimi mwenyewe ni mchoyo. Nitafanyaje? Hivi itawezekanaje? Kila ambacho utakuwa na nguvu ya kumwambia mwingine ni kila ambacho Yesu amekifanya ndani yako. Hapana, ngoja tusome hiyo alafu ndo tuje ujumbe kwa vijana. Hebu tuisome hiyo. Ministry of Healing. Ministry of Healing. Tusome hapo Ministry of Healing. Huduma ya uponyaji, huduma ya uponyaji. Huduma ya uponyaji. Sura ya 40 anasema msaada katika maisha ya kila siku. Sikia, anasema kuna ufasaha wenye nguvu zaidi kuliko ufasaha wa maneno katika maisha yenye utulivu endelevu na uthabiti ya Mkristo safi na wa kweli. Mtu alivyo huwa na nguvu, huwa na mvuto zaidi ya kile anachokisema. Maneno ni supportive ya kuyapa nguvu, ya kutoa nguvu kwa sababu ya kile unachokiishi. What you live ndicho kina power of influence ya kumsaidia mtu kuamini ya kwamba there is power in the blood of Jesus to change, to transform my life. Kuna nguvu katika damu ya Kristo kubadili maisha yangu. Kipindi ambapo nitakutana na mtendakazi wa Injili ambayo neema ya Kristo imeatakasa maisha yake, na kupitia neema hiyo na kwa mfano wa maisha yake ambayo yametakaswa yasio na doa, nitaweza kufikia ulimwengu.
Sikia, anasema hivi, wale maofisa waliotumwa kwa Yesu walirudi na taarifa ya kwamba hakuna mwanadamu aliyenena kama yeye alivyonena. Lakini sababu yake ilikuwa kwamba kamwe mwanadamu hajawahi kuishi kama yeye alivyoishi. Kumbe nini ambacho kilifanya maneno ya Yesu yawe yenye nguvu, yawe na power of influence? Kwa sababu alizungumza kile ambacho yeye mwenyewe alikiishi. Ndicho kiliyapatia nguvu maneno ambayo Yesu aliyazungumza. Twende pamoja. Anasema hivi, lau maisha yake yangekuwa tofauti na yalivyokuwa, basi hangeweza kuzungumza kama alivyonena. Maneno yake yalibeba nguvu ya kumsadikisha mtu. Sikia, anasema maneno yake yalibeba nguvu ya kumsadikisha mtu. A convicting power. Convicting power. Unapoambiwa maneno ya kweli yanasadikisha. Kwa nini maneno ya kweli yasadikishe? Yatasadikisha pale ambapo yatatoka katika midomo ya yule ambaye neema ya Kristo imetenda kazi ndani yake. Sikia, maneno yake yalikuwa na nguvu ya kumsadikisha mtu kwa sababu yalitoka katika moyo safi na mtakatifu uliojaa upendo na huruma, ukarimu na ukweli. Sifa hizi tunaziona wapi? Kwenye kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote. Maneno ya mtu asiye na huruma hayawezi kumshawishi hata paka. Hayawezi. Maneno yasiyo na huruma, hata mbwa atakukimbia tu. Sikia, ni tabia na uzoefu wetu wenyewe ndio ambao huamua ushawishi wetu juu ya watu wengine. Ili kuwashawishi wengine juu ya uwezo wa neema ya Kristo, ni lazima tujue nguvu zake katika mioyo na maisha yetu wenyewe. Kama ninamwambia mtu Bwana, Yesu anaweza kubadilisha maneno ya mtu kutoka katika maneno ya hasira, maneno yasiyotakaswa, maneno ya matusi, maneno machafu, kuja katika maneno safi, ili kumshawishi mtu kumwambia kwamba Kristo anatoa uwezo wa kubadili maneno yako na kuwa na maneno yenye nguvu kwa ajili ya kuwaita watu kuachana na uvutaji wa bangi, kuachana na ulevi, kuachana na uzinzi na uasherati na kila tamaa mbaya na kila dhambi ambayo Mungu anaichukia katika ulimwengu huu. Ili kuyafanya maneno yangu yawe na power, convicting power, ni lazima yawe na nguvu katika maisha yangu mwenyewe. Kama mimi ninazungumza maneno machafu ya hasira, nitawezaje kumshawishi mtu kumwambia Yesu anabadilisha? Haiwezekani. Anasema hivi, ni lazima tujue nguvu zake katika mioyo na maisha yetu wenyewe. Injili tunayoiwasilisha kwa ajili ya kuokoa roho za watu wengine, ni lazima iwe injili ambayo kwayo nafsi zetu wenyewe zinaokolewa. Ndio itakuwa na nguvu ya kumshawishi mwingine. Otherwise, tutaongea yatakuwa ni maneno makavu yasiyokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Anasema ikiwa tunataka kuvuta wenye dhambi kutoka katika mkondo wa maji uendao kasi, miguu yetu wenyewe lazima isimikwe kwa imara juu ya mwamba Yesu Kristo. Ndipo tutaweza kuwavuta wenye dhambi. Kama tunahitaji kuwavuta wenye dhambi watoke kwenye mkondo uendao kasi wa maji machafu ya ukafiri, ni lazima sisi wenyewe tuwe tumesimika miguu yetu katika mwamba wa neno la Mungu, katika mwamba ambao ni Yesu Kristo. Lazima tuwe na ujasiri wa kusema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini mimi ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ujumbe kwa vijana mpenzi mtazamaji, ni ukurasa wa 109. Ujumbe kwa vijana tunapoenda kufunga somo letu. Ujumbe kwa vijana, nini Bwana anatamani kukiona miongoni mwa watu wake wanaobeba jina lake? Tumeona katika tangu mwanzo ni namna gani ambavyo ni lazima tujipime wenyewe. Mtume Paulo anasema, jijaribuni wenyewe, jisibidisheni muone kwamba je, Kristo hawamjui ya kwamba Waadventista wa Sabato Kristo yu ndani yenu? Lakini kama nimeoza moyoni, nini nifanye?
Nimetathmini, nimeona nina sanamu nyingi katika mawazo yangu ambazo sijazitoa kafara. Nini nifanye? Ujumbe kwa vijana. 109 ya pili. Anasema usikate tamaa. Usikate tamaa mpenzi mtazamaji. Anasema usikate tamaa kwa kuwa moyo wako unaonekana kuwa mgumu. Usikate tamaa. Kwa kuwa moyo wako unaonekana uweze kugeuzwa, usikate tamaa. Anasema kila kipingamizi, kila adui wa ndani huongeza shauku yako ya kumhitaji Kristo. Kwa kadiri ninavyojiona nimepungua, sifai kabisa, hilo ni tangazo la kwamba unamhitaji Kristo. Anasema yeye alikuja kuondoa moyo wa jiwe na kukupatia moyo wa nyama. Mtazame yeye akupatie neema maalum ya kushinda kasoro zako zilizoshindikana. Kasoro zilizoshindikana kwa Kristo zinawezekana. Anasema majaribu yanapokusonga, fanya kila jitihada kuzuia ushawishi wote wa uovu. Uambie moyo wako hivi, ninayaweza. Anasema ninawezaje kumdhalilisha mkombozi wangu? Iambie moyo wako, ninawezaje kumdhalilisha mkombozi wangu? Anasema mimi nimejiweka wakfu kwa Kristo, siwezi kufanya kazi ya shetani. Mpendwa, ni lazima niuambie moyo wangu, siwezi kufanya kazi ya shetani, ya kuzungumza kama shetani, ya kuzungumza kwa hasira, kwa kuwaumiza watu. Siwezi kufanya kazi ya shetani. Anasema mlilie mkombozi, mlilie mkombozi wako mpendwa, hakupatie msaada ili kusulubisha kila sanamu na kuiacha kila dhambi uipendayo. Mlilie Yesu, mlilie mkombozi wako. Narudia tena, nasema mlilie mkombozi wako mpendwa, hakupatie msaada ili kusulubisha kila sanamu na kuiacha kila dhambi uipendayo. Ruhusu jicho la imani limwone Yesu amesimama mbele ya kiti cha enzi cha Baba yake, akiwasilisha mikono yake iliyoumizwa, akikuombea wewe mbele zake. Yesu alikuwa tayari kufa na kupitia maisha yote ya maumivu pale Kalvari ili mimi tu niweze kuokolewa. Nini ambacho Yesu ananiambia? Usikate tamaa. Wakati napoonyeshwa moyo wako umeoza, ni kwa sababu gani? Unamhitaji Kristo ili kumdilia yeye aondoe moyo huo mgumu na kukupatia moyo laini unaoweza kubadilika. Na anasema kila ambaye ataweza kujishusha, yule ambaye hataweza kubadilika ni aliyekataa kujishusha tu. Wapendwa, hakuna ambaye alijitoa kikamilifu wa Kristo ili neema ya Kristo ifanye kazi ndani yake, ambaye Yesu ameshindwa kumbadilisha. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Hakuna ndugu wawili ambao wamekusana waliokubali kumwomba Kristo na kukaa meza moja ambao watapatanishwa. Hakuna. Wale ambao wataendeleza mabifu moyoni ni kwa sababu hawakukubali kuketi meza moja kuweza kupatanisha maisha yao. Hakuna ambao wataendelea kuvurugana kama wataruhusu Kristo afanye kazi ndani yao. Sikia, anasema amini kwamba nguvu zitakuja. Nguvu zitakujia kupitia Mwokozi wako wa thamani. Hicho ndicho Kristo ambacho anatuambia katika wakati huu. Inatosha kwa wakati tunaoendea. Inatosha. Petro wa kwanza 4 mstari wa 2. Anasema maisha yaliyopita yanatosha. Tumeishi kwenye ufisadi na tamaa mbaya na vurugu na kila namna ya maisha ambayo yamemdhalilisha mkombozi wetu. Now it is a time to wake up. Huu ni wakati wa kuamka. We have no time to lose. Hatuna muda wa kupoteza. Hatuna dakika ya kupoteza. Wokovu wa kila mwanadamu, wokovu wa kila Mwadventista msabato uko hatarini. Kwa hiyo inahitaji jitihada, inahitaji badiliko la kweli ndani ya kila yule ambaye anayosema nimejitoa. I want heaven. Ellen G. White mali fulani aliandika I want heaven. I want to go heaven and I want you to be there. Ninahitaji kwenda mbinguni. Ninahitaji wewe uende pale. Lakini katika njia hii yenye vipingamizi vingi, ni lazima tuwaweke maisha yetu katika maombi. Omba kuliko ulivyowahi kufanya kabla. Kama ulikuwa ukiomba mara 2 eti asubuhi, tena ni ibada ya familia, hauna ibada yako binafsi, hauna maombi yako binafsi, anza leo. Kama utaendekeza roho ya kutokuomba, na shughulika na shamba muda wote, na shughulika na biashara, na kimbizana na wateja, na shughulika na duka asubuhi mpaka jioni, hakuna maombi binafsi, mpendwa, utakwenda kuangamia. Siwezi kukubembeleza,
siwezi kukudanganya. Dili Bwana, ili leo uone ni hitaji gani ambalo nalihitaji. Ni lazima tudumishe maisha yetu katika maombi. Omba kuliko ulivyowahi kufanya kabla. Hatutaweza kugundua mitego ya shetani katika siku za mwisho kama hatutakuwa watu wa maombi na kuchunguza maandiko. Tutadanganywa na shetani, tutatekwa na mitego mingi ya mwovu, na tutashindwa kupata ukamilifu wa tabia ile ambayo Kristo anatamani tuifikie. Bwana wabariki wale ambao tumekuwa pamoja kupitia media hii ya The Final Warning TV. Nitatarajia kukutana nanyi tena katika siku nyingine panapo nafasi Bwana atakavyotujalia. Basi tunapoenda kufunga somo letu, niwakaribishe wale ambao tumekuwa pamoja katika kipindi hiki, wale ambao tumesikilizana, lakini na wewe ambaye tumekuwa pamoja kwa kutazamana kupitia media hii. Basi niwakaribishe tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, Baba tunakushukuru. Asante kwa sababu umegusa mioyo yetu kwa kina na kwa namna ya pekee sana. Umetuonyesha ni namna gani tunakuhitaji. Umetuonyesha Baba ni namna gani familia zetu zinakuhitaji. Familia zetu zenye migogoro, zenye magomvi, zenye fujo. Baba umeonyesha namna gani tumekuhitaji. Umetuonyesha tatizo kubwa tulilo nalo Baba, hatutumii muda wetu kujitathmini. Hatuna muda wa kutafakari. Hatuna muda wa kujichunguza. Baba, badilisha maisha haya. Anza na mimi kwanza Bwana. Anza na mimi Bwana, ili maneno haya ninayoyazungumza yakawe na manufaa katika wokovu wa maisha yangu. Mbadilishe mama yule ambaye anakutazama, kijana ambaye anaangalia, kijana binti ambaye anasikiliza somo hili, badilisha maisha yake. Tunakusihi Baba, wote wanaokulilia kwa unyenyekevu na kwa moyo wa dhati, hata kwa machozi, tunakusihi usikie kilio chetu. Wale ambao tunatamani kupata nguvu ya maisha ya kiroho, ya kutembea pamoja na wewe kama Henoko alivyotembea na wewe, pamoja na vikwazo vingi njiani, matusi, kejeli, kwa kuvumilia kama wewe ulivyofanya ulivyokuwa katika ulimwengu huu. Baba, tunahitaji roho yako, tunahitaji nguvu zako. Utuwezeshe kutembea katika ulimwengu huu uliojaa uovu, uliojaa dhambi, uliojaa shida za kila namna. Tusaidie Baba ili tuweze kuvuka salama katika jaribu hili la mwisho linaloenda kufunga historia ya ulimwengu. Tusaidie kupitia maisha yetu tukutangaze na sio kukudhalilisha katika ulimwengu huu. Neema yako yatosha Baba. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Asante kwa sababu mtu fulani ataweza kuacha ulevi, ataweza kuacha hata ushoga, uzinzi na usagaji na uasherati. Mtu fulani ataweza kushinda kiburi na ubinafsi. Tusaidie Baba kupitia sauti hii Bwana. Kaitumie ikawe kama kipaza sauti, ili neema yako ifanye kazi ndani yangu na ndani ya kila yule atakayesikia. Asante kwa sababu umetenda, nasi tutalisifu na kulitukuza jina lako. Tunaomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous,
his face I last shall